namna ya kujenga na kufanikiwa. Zaburi 127 mstari wa kwanza inasema Bwana asipojenga nyumba, wajengao wanafanya kazi bure. Lakini Bwana asipoulinda mji, wakeshao wanakesha bure. So context yangu, lakini kuna mstari kama wasipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. So Mungu discourage, Mungu haondoi swala la wajibu. Haondoi swala la wajibu wa mtu. Kuna nafasi ya mtu kujenga, lakini Mungu anazungumzia nafasi yake yeye kama baraka, yeye kama nguvu ya kusaidia, na ya kwamba unapofanya kazi usitumainie kazi, mtumainie Mungu anayeweza kukupa nguvu ukafanya kazi na ukafanikiwa. Kwa sababu kuna wengi wanaofanya kazi na hawafanikiwi. Lakini kazi sio mbaya, kwa sababu kazi ni swala la kibiblia. Lakini asilimia kubwa ya watu ambao wako mitaani, wako mjini, wanafanya kazi kwa bidii sana, lakini kwa kutumainia kazi zao na nguvu zao, kwa kutumainia jitihada zao na ratiba zao, kuamka asubuhi na mapema, kuchelewa kulala, na hawafanikiwi. Na hata kama wakifanikiwa, mafanikio yao hakai. Kwa hiyo inaonyesha nafasi ya Mungu, nafasi ya Mungu ambaye yeye ndiye ambaye anatoa baraka. Bwana akawabarikia, akawaambia. Kwa hiyo unapofanya kazi, unakuwa unamtegemea na kumtumaini Mungu ambaye ni mjenzi wa vitu vyote. Tunako kitabu cha Waebrania sura 3 nafikiri mstari wa 4 inasema nyumba hujengwa na mtu, lakini yeye ajenga vitu vyote ni Mungu. So God is master builder, ndiye anayejenga kila kitu. 3:4 God. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, alafu ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. So God is master builder. Ni Mungu ambaye akihusika kwenye jambo, si tu kama anajenga kama unavyojenga kibinadamu. No, anakuwa anaachilia nguvu za kusaidia. Unapojenga unastawi. Sasa tutakuwa tunaangalia hapa, na hii context inakuwa inamhusu sana mfalme Asa. Kwa hiyo ujue kabisa tunamsoma mfalme Asa, na tunaangalia mafanikio yake na anguko lake. Leo tutaangalia sehemu ya mafanikio yake, alafu kesho tutaangalia sehemu ya anguko lake. So leo tutajifunza namna ya kujenga na kufanikiwa. Sema tena, namna ya kujenga na kufanikiwa. Okay, mstari wa kwanza. Basi Abiya akalala na baba zake, wakamzika mjini mwa Daudi, akatawala Asa mwanawe mahali pake. Katika siku zake nchi kastarehe miaka 10. Wanaanza kuweka kabisa hiyo mwanzoni. Katika siku zake Asa, Biblia inasema kwamba nchi ilistarehe miaka 10. Hapakuwa na vita, hapakuwa na ugomvi na taifa lolote. Nchi ilistarehe miaka 10. Nchi ilistawi miaka 10. Nchi ilijengeka miaka 10. Ilistarehe, ilitulia miaka 10. Mstari wa pili. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo adili machoni pa Bwana Mungu wake. Maana aliziondoa madhabahu za kigeni za mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera. Alafu mstari wa 4, akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Tena akaondoa kutoka miji yote ya Yuda mahali pa juu, kwa masuala ya ibada za sanamu na sanamu za jua. Ufalme ukastarehe mbele zake. I love it. Ufalme ukastarehe mbele zake. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Inasema wala hakuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana amemstarehesha. Mstari wa 7. Naye akawaambia Yuda, na tujenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo. Nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu. Naam, tumemtafuta
naye amestarehesha pande zote. Kipengele cha mstari huo cha mwisho kabisa baada ya nukta, Biblia inasema basi wakafanyaje? Wakajenga, wakafanikiwa. Rudia tena, wakajenga. Rudia tena, wakafanikiwa. They built and prospered. Sasa kuna mambo kadha wa kadha nataka niyazungumzia hapo. Yanafika 7, ni mengi. Mengine nitashuka chini, nataka nisome kila kitu, nitakupa assignment wewe. Nimeshakupa hiyo mistari 14 kutoka 16 ukaisome. Sasa mimi hapa nitakuwa na pinpoint baadhi ya vitu ambavyo vitakusaidia kujenga na kufanikiwa. Hapa kuna vijana ndio mnaanza kutengeneza msingi wa mafanikio kwenye uchumi, msingi wa mafanikio kwenye ndoa. Lazima ujue kanuni za kusaidia kujenga na kufanikiwa. Namna gani watu walijenga na wakafanikiwa. Ziko kama 7. Hapa kuna mambo 7 kwenye mistari ambayo tutazungumzia moja baada jingine. Nataka nitumie muda wangu mzuri tuzungumzie mambo 7. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kujenga na kufanikiwa. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kujenga na kufanikiwa, andika fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Najua unaweza kuliona ni jambo dogo, lakini nitakapoanza kulielezea utagundua ni jambo kubwa. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Nimesemaje? Mema na yaliyo adili. Nataka nielezee hapo baadhi ya vitu vya muhimu sana. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 14 mstari wa 2. Tuna kwenye mstari wa 2 wake. Twende kwenye mstari wa 2 wake. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Basi Asa akafanya yaliyo mema. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Ukitaka kujenga na ukafanikiwa, ukitaka Mungu ahusike kujenga uchumi wa nyumba yako, ukitaka Mungu ahusike kujenga mambo yako, hii ndio kanuni ya kwanza ya kimaandiko ambayo tunaona kutokea kwenye hiyo context, kutoka kwenye mistari. Kufanya yaliyo mema na yaliyo adili. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo adili machoni pa Mungu, machoni pa Bwana Mungu wake. Kuna kitu hicho ambacho ni kufanya yaliyo mema na yaliyo adili. Nisikilize. Mtu yote akisha kuwa kiroho, moja ya kitu ambacho tunatarajia atakiweza akisha kuwa kiroho ni uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Ninapo kitabu cha Waebrania sura 5 mstari wa 11 hadi mstari wa 14. Unaweza kuandika Waebrania sura ya 5 mstari wa 11 hadi mstari wa 14. Ukisha kuwa spiritual maturity, ukuaji wa kiroho humpelekea mtu kuweza kupambanua jambo jema na baya. Na kama mtu hajaweza bado kupambanua jambo jema na baya, tunasema ni infant baby, yani maana yake ni mchanga kiroho, ni mtoto mchanga. Anasema ambaye tuna maneno mengi ya kuyanena katika habari zake. Paulo anazungumzia wana mambo mengi ya kuzungumza kwa habari ya Yesu. Amesema na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Mstari unaofuata wa 12. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Paulo anasema hivi, yani kwa muda ambao mmeokoka mpaka sasa, ilipaswa kuwa walimu. Iwapasapo kuwa walimu, manake toka amewaacha, toka amewazaa mpaka wakati anaandika, iliwapaswa kuwa walimu. Na ndivyo watu wengi mlivyo kanisani. Yani toka wameingia kanisani, toka tumekuambia ile siku kafunguliwa au ile siku kaokoka, sasa hivi na miaka 2, ilikupasa uwe mwalimu. Yani uwe mwalimu kwa huyo binti, uwe mwalimu kwa huyo mdogo wako, uwe mwalimu kwa mume wako. Sijasema umtawale, uwe mwalimu kumfundisha baadhi ya vitu. Uwe mwalimu kwa watoto. Paulo anasema hivi, kuna muda umepita hapo. Na mara nyingi wakati tunasema range waga ni mwaka mmoja. Kukaa kanisani mwaka mmoja inakutosha kukua kiroho. Inakutosha kukua kiroho. Na unafaa kuwa mwalimu kutokea pale. Yani mtu yote akija kwako unaweza kumfundisha katika ukamilifu wake. Maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Yani changamoto ni kwamba
wakati mlipaswa kuwa walimu, lakini cha kushangaza mnataka bado yale mafundisho ya kwanza, namna ya kumpenda jirani yako, yale ya kwanza kabisa, yale namna ya kusamehe, namna ya kuachilia, ya kwanza kabisa, yale maneno ya kwanza ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa na si chakula kigumu. Ndivyo watoto wengi walivyo. Na hata kama ukienda kumgusa mahali husika, unamwona anaanza kuruka. Ndivyo watoto wengi walivyo. Kwa wanahitaji maziwa na sio chakula kigumu. Mstari unaofuata 13. Angalia bila ninachosema. 13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Kwa ni tabia watoto wachanga kutokujua neno la haki. They don't know how to do right and straight things. Watoto wachanga tabia ni kwamba hawajui kufanya mambo yaliyonyoka na hawajui kufanya mambo ya haki. Yaani maana yake watoto wachanga hawajui kufanya mambo ya adili na mambo mema na ya adili. Adili pale ni straight. Hawajui kufanya mambo ya kweli na yaliyonyoka, mema na yaliyonyoka. Yaani mambo yao yamepinda pinda namna hii. Siku moja mtu mmoja alielezea kitu kimoja kilinishangaza sana. Mimi sikuwahi kufikiria hivyo. Akasema wengi mefundishwa kwamba tofauti ya uongo, yani kweli na uongo tofauti zake ziko wapi? Wengi mefundishwa kwamba kweli ni kwenda hivi, uongo ni kwenda hivi. Yani kweli ni kwenda hivi, uongo ni kwenda kinyume na kweli. Si ni sawa? Halo, si ni sawa? Yani manake uongo ni kwenda kinyume na kweli. Lakini siku hiyo alinifungua macho mtumishi wa Mungu, nikashangaa sana. Akasema hivi, uongo ni pamoja na hivi, unaenda kweli sina nyoka hivi straight. Uongo ni pamoja na kwenda hivi, kakata hivi kidogo, karudi hivi, ukaendani, alafu narudi tena kwa mstari, nakata hivi kidogo, narudi, alafu naenda kwenye mstari. Kwa unaenda kweli umenyoka, lakini unaenda unakata kidogo, unarudi kwenye mstari, unakata kidogo, kuna viko na diversion yani. Unatoka kidogo nje ya mstari, unarudi. That is a lie. Kwa sababu unaweza kuja kufanana kama ni kweli vile, lakini ni uongo. Sasa watoto wadogo hawajui neno la haki. Ndio maana moja tunapaswa kufight nacho ni kuwa mtoto mchanga kanisani. Yaani kuendelea kuwa mtoto mdogo kanisani kitu kibaya, kwa sababu hujui neno la haki. Yaani mtoto yote ambaye ni mchanga kanisani hajui neno la haki. Hawajui neno la haki. Mstari unaofuata wa 14. Wa 14, mstari wa 14. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Angalia hapo. Ambao akili zao, nataka uone hapo. Akili zao nataka ujue ni sense. Kuna common sense na kuna spiritual sense. Ambao akili zao kwa kutumiwa. Tayari hao watu wameshapita kwenye changamoto, wamekosewa, wamefanyiwa mabaya, wamepishana na watu, walifanyiwa jambo fulani baya, alifanyiwa jambo fulani ambalo walifai. Lakini kwa kutumiwa, akili zao kwa kutumiwa, maana zimeingia kwenye mazoezi, wameingia kwenye majaribu, wameingia kwenye changamoto, wameingia kwenye udhia, wameingia kwenye dhiki, wameingia kwenye mambo magumu. Lakini katikati ya hiyo udhia, dhiki na hizo changamoto, akili zao kwa kutumiwa, maana zimewahi kuingizwa kwenye changamoto, wakati mwingine kwenye oven. Bila sema kwamba pamoja na yote, lakini akili zao kutumia zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Katikati yale mazingira walikuwa wanajua jema lipi na baya. So that's very important. Zaburi 112 mstari wa 5 hadi mstari wa 10. Nataka nisome hii mstari chap. Ni muhimu sana kukua kiroho. Kwa sababu kama hujakuwa kiroho hamna kitu unajenga Huwezi kujenga kitu kama wewe ni mchanga. Mtoto mdogo hawezi kujenga kitu. Mimi nakwambia hawezi kujenga chochote. Na kukaa kanisani muda mrefu sio assumption ya kwamba umekuwa kiroho. Kukua kiroho ni kitu kingine kabisa. Kukomaa ni kitu kingine kabisa. Au kunikaribia mimi, kwa sababu kuna watu wengine wana mistake hapa. Au kuwa shemasi sijui nani. Hivyo vitu havitafsiri ukuaji wa kiroho. I tell you the truth. Heri atendaye fadhili na kukopesha. Nataka uone maneno yanayofuata. Atengenezaye mambo yake kwa haki. Atengenezaye mambo yake kwa haki. A good man sheweth favor and lendeth. Yani manake mtu mzuri, mtu mwema huonyesha upendeleo, huonyesha
Usemeje, show favor manake usaidia. Halafu wakati mwingine anakopesha, wakati mwingine anawapa watu. Halafu angalia kinachofuata. He will guide his affairs with discretion. Nataka niwaelezee hilo neno, hilo neno discretion. Kiswahili limetumia neno mambo yake kwa haki, atengenezee mambo yake kwa haki. Discretion manake nini? Discretion inaweza kutafsiriwa wakati mwingine kama busara. Discretion iko juu kidogo ya hekima. Busara iko juu kidogo ya hekima. Ni kamstari fulani kadogo sana kanachotenganisha hekima na discretion. Discretion si tu kujua namna ya kufanya jambo mahali sahihi, katikati ya usahihi, jambo sahihi, mahali sahihi kwa watu sahihi. Lakini busara ni hata kama uko mahali sahihi, katikati ya watu sahihi, kuna vilaini waga ni vidogo sana, vinataka utambuzi wa rohoni. Nikiendaga dukani, zamani nilikuwa nafanya vile, lakini mwisho kugundua ni kosa. Kuna wakati niliwahi kununua speaker ya $1,400,000. Nikaandikiwa sio $700,000, sio $800,000. Baadaye kugundua hii kitu sio sawa. Ila zamani kidogo. Sasa angalia, ukiangalia ni kama kweli, ni kama busara vile, unajaribu kubalance equation. Ni kama vile ni hekima kwamba huyu ndugu tunajibalance. Ili anipunguzie, nisimpe receipt au na mimi nisipokee receipt, ili sasa naye apate faida fulani. Hasa discretion ni kale kalaini kadogo. Hata kama unaona kwa macho yako hiki kitu bwana kiko sawa, lakini ndani roho wa Mungu anakuambia hivi, hapo sio sawa. Pamoja na usawa wake, lakini hapo sio, ukifika hapo umekuwa. Sasa kwenye ufalme wa Mungu unaweza kuona watu wanachipuka, mtu ana anasimama yani kwenye mambo, kumbe ana busara kwenye mambo. Yani mbingu zimeshasema ya kwamba yes, huyu ni mwanangu mpendo wangu, nayependezwa naye, msikilizeni yeye. Yani kuna mipaka amesha vichora, mpaka mbinguni wanasema hivi, umewezaje kuona hii kitu? Yani mpaka mbinguni wenyewe wanasema umewezaje kuona hii kitu? Kwa sababu hii kitu ndio inatofautisha watu wa kawaida na watu watakofika mbali na Mungu. Discretion, atendaye mambo yake kwa haki. Yes, umewahi kujiuliza maswali kitu kwenye kitu hiki? Mkristo ametoa sadaka kwa uaminifu miaka yake yote kanisani. Alafu unakuja kuona mwisho wake unakuwa ni wa ajabu. Yaani kwenye mwisho wake ndoa inavunjika. Kwenye mwisho wake mtu mmoja anakuwa kichaa, tukutumii. Hiyo ni sawa? Sio sawa. Kuna mtu tunamuita Ayubu. Mwisho wake ulikuwa na watoto wazuri, ulikuwa na double portion. Kwa maana yake mwisho wa mtu usipokuwa mara mbili, kuna kakitu hakako sawa. Alikuwa anatoa sadaka kanisani, alikuwa anakuja kanisani kwenye kila ibada, lakini hakuwa amechora hako kampaka. Alikuwa atendi mama yake kwa haki. Kulikuwa kuna namna anaenda anakata anakunja, anaenda anakata anakunja. Hasa hivyo vya kukunja unashangaa baadaye tunamwona mtu mambo yanaanza kuharibika. Unamwachaje mke wako kwenye miaka 50, 60? Yaani hakuna tele neema ya kukusustain, kukushikilia. Maana kuna kitu hakiko sawa. Inasema hivi, atendaye mambo yake kwa namna gani? Kwa haki. Yaani maana huyu mtu ana busara, anaweza kutofautisha vile vilaini, hapa nimevuka, hapa namwacha Mungu hapa, lakini ni cha ndani mno, yaani huwezi kaona, kako ndani sana. Siku moja kwa mfano, siku moja akaja mshirika, niliwahi kwa hapo mfano, akaja mshirika, amekuja na nadhiri yake, sadaka ya nadhiri. Akaileta, akanipa. Kama kawaida hizi sadaka ambazo unakuwa umemwombea mtu, unaichukua kama mchungaji kwa sababu iko kwako. Alafu iko ndani ya maamuzi yako. Amenipa sadaka ya nadhiri, ya kwamba aliweka nadhiri kwa habari ya mume wake. Nadhiri unajua nadhiri ni kiapo. Na watu wameapiana na Mungu yani. Kama ukifanya hili au ametanguliza hili na kutangulizia hili, uchukue kesi yangu ya familia au ya ndoa. Hasa Mungu ana capacity, Mungu ana kifua cha kubeba ndoa za watu wote dunia nzima. Na akazitibu. Yeye ana uwezo huo Mungu. Yaani capacity hiyo anayo. Niko nimekaa pale, nikakosa exactly nini nifanye na ile hela. Na nilikuwa ninahitaji fedha ile jioni. Unajua kuna wakati unakuwa na hela nyingi, lakini kuna wakati unakuwa umezitumia zote. Kwa hiyo hata 10,000 ikija inakuwa ni amana kwako. Na ilikuwa ni shilingi 50,000. Kanisumbua. Sauti ya kwanza iliyokuja kaniambiaje, tumia kwanza utarudisha baadaye kama inakuchanganya.
tumia kwanza utarudisha baadaye kama inakuchanganya. Just in case inakuchanganya. Ya pili kaniambia don't use that man. Okay. Nikaibeba mfukoni, bado ina makelele mengi. Yaani hakuna sauti, imeshinda. Nikampiga simu baba. Nikamwambia hivi, hii sadaka sijaelewa. Naomba tusaidiane hapo, unisaidie. Si nashindwa kuelewa hii sadaka. Imekuwa na sauti kadhaa. Akaniambia nunulia viti. Ili kama shida ya ndoa, viti vitakuwa vinapigana na shida ya ndoa kanisani. Kwa sababu muda wote viti viko kanisani. Kwa kesi yake itaishia hapo. Umeona sasa? Manake kinaitwa ndo busara, atendaye mambo yake kwa haki. Yaani ni kalai kadogo. Ile hela ningeweza kufanyaje? Kuitumia. Alafu nikuchekesha sasa. Jioni yake mtu akanitumia 600,000. Yaani lisali moja mbele mtu akanitumia 600,000. Ona vimitego ulivyo vidogo Manake ningetumia 50,000 ningekuwa na ndoa hizi mbili. Kwa sababu Mungu akaniambia vile shida ya ndoa naipeleka nyumbani kwako. Kwa sababu nadhiri umeila nyumbani. Kwa manake utakuwa unapigana ndoa nyumbani kwako. It's very tough. Discretion. Nenda imagine, angalia washirika wa makanisa mengine. Wengine utakuta hivyo. Wameokoka. Mtu anatumia message. Kuna mmoja alikuja hapo ametumia message na nabii mmoja. Ile message kama zile za kawaida tu, ni maonyesho na Mungu ya kwamba wachawi wamechukua nyayo zako, alafu kwa sababu hiyo wamefunga ndoa, ndio maana una matatizo kwenye ndoa, kwenye uchumi, mambo yako hayaendi, umechukua nyota yako, fanya hivi na hivi. Kwa hiyo nunua chumvi, nunua kitu gani na maji chupa ndogo, fanya hivi na hivi. Alafu uandae shilingi 10,000 sadaka na unipigie simu. Akaja sasa. Yule kijana akaja akiwa anajua mimi ndio huyo nabii. Aliponipigia simu akaniambia kuna message kama hiyo ulinitumia. Ndani yangu nikijua sio message ninazotumaga mimi. Nikamwambia njoo. Wengine waka na punch bad. Ila sijui kwa nini yule nilimwambia njoo. Nikamwambia njoo, akaja. Alipokuja akanionyesha hiyo message. Nikamwambia na mimi alikosaga namba akanitumia hii hapa. Unaonaje zinafanana? Akasema ni yenyewe. Nikamwambia ni namna mtu kula. Anapiga mahesabu ya bajeti yake ya asubuhi atakulaje. Leo nachaji 400,000 service ya gari. Kwa hiyo ngoja message kama hii. Bwana mdogo akatoa macho yani. Akashangaa. Nikamwambia ndo sababu kwa nini wanaume mnapigwa sana kule nje na mnachukia makanisa. Sababu hamtaki tena mambo yenu kwa haki, mnataka shortcut ili mambo yaende. Nikamfunulia na Bwana nikamfundisha, baadaye kuja kugundua kwamba ni mchimbaji. Jana mzuri tu madini ya dhahabu. Na akashangazwa sana na yale niliyomfundisha. Na akashangazwa zaidi sana kuona message ile inajirudia kwangu. Nikamwambia angalia nilivyomkemea nabii wako hivi. Lakini alikataa. Inataka busara, inataka ujue kutenda mambo yako kwa haki. Hiki tunaambia kama tachupa, fanya hivi na hivi, itakupeleka pabaya. Utakuwa uko mahali hapa, hauendi juu na shuka chini. Kwa sababu kalaini hujakachora, atendaye mambo yake kwa haki. Naweza kufundisha hapo wiki nzima, atendaye mambo yake kwa haki. Inataka uwezo wa kutambua mambo rohoni. Ya kwamba hii ni sawa, hii sio. Ndio maana ni ya watu wazima. Ni watu wazima. Ungejua lini sasa? Ila kuna wenzako ambao alikuwa anaona hii sio sawa. Hii sio sawa. Huyo ndio mtu atendaye mambo yake kwa haki. Ona Mungu atakuwa anamnyanyua kila wakati. Dunia imejaa watu ambao wanataka shortcut. Ndio maana mambo yao mengi sio ya haki na sio ya kweli. Shortcut ni nyingi. Shortcut ni nyingi. Na kwa sababu hiyo mikono yao imejaa damu. Imejaa damu mikono yao. Imejaa maovu, imejaa mabaya. Sasa hapo anasema atengenezaye. Hebu sema kwa sauti, atengenezaye. Tengenezaye mambo yake kwa haki. Kiingereza sema he will guide his affairs. Tengenezaye mambo yake kwa haki. Unajua hii kitu nakuta Mungu anakubariki, anaanza kukupa vitu, nakuta ni jumla ya vitu vidogo vidogo ambao no discretion. Vidogo vidogo ambao ndio busara. Siku moja nilikuwa naambia mshirika ameniletea sadaka 1.5 milioni. Akanipa sadaka. Yeye akabaki na 600,000. Akafanya mkesha hapo. Unajua wakati mwingine ni majaribu tena kurudia wewe.
Mungu anataka kuangalia moyo wako ukoje. Are you after money au after people? Yaani una utu au unahitaji fedha? Amemaliza kuchekesha hivi, toka pale mlangoni akakaba na kajamaa, kakachukua mkoba wote na laki sita, kakachukua na simu zote. Anapiga makelele, mshirika anakuja nyumbani kwangu analia. Tukatoka kundua ameshaibwa. Roho Mtakatifu akaniambia mwambie atulie, maana alikuwa ananena kwa lugha. Na kulia juu. Nikamwambia kaa hapa, usiku na nyumbani na iko kilia. Kaka mpaka asubuhi saa 2 nilipofika, ile hela tulikuwa tumeideposit bank kwenye account ya kanisa. Nikaandika check ile asubuhi, toa laki sita. Tukaandika check nikampa ante, ukatoa laki sita. Nikaenda kutoa laki sita nikamrudishia. Ni sawa ningechukua ile 1.5 nikamwambia hivi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, huyu Mungu nayemtumikia mimi Ibrahim Hamasi, atakuonekania mimi nakwambia. Unajua nisingedaiwa kwa sababu yeye ndo aliyetoa. Nisingedaiwa, lakini kuna account Mungu angeniambia hivi, all right, you are too selfish. Mtumishi wa Mungu mmoja Uganda akamwambia washirika wake ya kwamba usipofika level ukafanya jambo la kujitikisa, ukatoa mbegu fulani ya kujimaliza, huwezi kufanikiwa. Mama mmoja akakimbia akaenda kuchukua account yote ya akiba ya familia. Mume wake anafanya kazi Marekani, so alikuwa ameweka akiba ili akitoka Marekani wapate mtaji wa kuendesha maisha. Sasa ameambiwa kwamba ukipanda hiyo mbegu unapata double portion. Akaenda kuchukua hela yote, ni nyingi yote, akachukua akampeleka mtumishi wa Mungu. Alipompeleka mtumishi wa Mungu akawa anapiga hesabu, Bwana anaweza kufanya kitu katikati ya muda kabla mume wake hajarudi. Akashangaa mume wake ametangaza siku ya kurudi, hela hairudi. Amekata tiketi, hela hairudi. Sasa alivyoona amekata tiketi na safari imeshapangwa, inabidi sasa uvumilivu umkate. Akamfuata mtumishi wa Mungu, akaenda. Alivyoenda akamwambia, baba, ulituambia tukipanda hii mbegu ndani ya masaa kadhaa itarudi mara 2. Sasa mimi niliweka nikijua ndani ya masaa itafanyaje, itarudi. Sasa hiyo ni akiba ya familia, na mzee anakuja, mume wangu anakuja, na hata nielewa itakuwa ni issue nyingine, ndoa itavunjika. Mtumishi wa Mungu akamwambia hivi, hayo yananihusu nini mimi? Kwani siku ile unatoa hiyo sadaka ulitoa kwa nani? Akasema kwa Mungu. Mbona unakuja kunidai? Are you mad? Uko sawa hapa kishoni? Ulikuwa unamtolea nani? Mungu. Kwa hiyo unakuja kumdai nani? Uko sawa kweli? Mtoeni hapa. Akafukuzwa. Alipotoka mume wake akapanda ndege. Alipopanda ndege akarudi tena kwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu mazingira yameshamtight, anakosa afanyaje. Lakini jambo la ajabu ni kwamba akafukuziwa reception, hakutaka atamuone. Yule aliporudi nyumbani akatafuta kitanzi akajifunga akafa. Hiyo ni story ya kweli, sio kutengenezwa pale Uganda. Kwa yule binti akajiua. Taarifa zikaja kwa mtumishi wa Mungu kwamba yule mama amefanyaje bwana, amejua. Akaniambia, ananihusu nini mimi? Haya ananihusu mimi. Ili ujue kwamba hawa watu wanaopiga watu hela, they are senseless. Yaani mimi yao wameshakufa dhamiri. Yaani dhamiri haziwashtaki tena. Ile binti yule mwanamke akafa, mume wake kurudi sasa. Kushangaa anaingia nyumbani, surprise, mke wake amejitundika, amekufa. Kesi ifuatiliwe ndio akagundua huyo jamaa. Sasa nisikize kwa makini. Hiyo ndio naita atengenezaye mambo yake kwa haki. Mstari wa 6 kutoka kwenye kitabu cha Zaburi sura 112, tuende mstari wa 6. Kwa maana hataondoshwa kamwe, mwenye yake atakumbukwa milele. Huyu mtu anayetengeneza mambo yake kwa haki hataondoshwa kamwe, atakumbukwa milele. Hapo mstari wa 7, hataogopa habari mbaya, moyo wake u imara ukimtumaini Bwana. 8, moyo wake umethibitika, hataogopa. Si anatengeneza mambo yake kwa haki? Yeah. Hata waone watesi wake wameshindwa wote. Watesi wake wameshindwa. Yaani huyu mtu atakuwa anashuhudia tu, mtesi wake huyu ameshindwa, huyu hapa ameshindwa, si roho gani ya kifamilia imeshindwa, si kitu gani yaani atakuwa anaona watesi wake wanaanguka tu, anawaona wameshindwa. Ni maombi yangu ya kwamba huo ndio ushuhuda wetu kwa jina la Yesu. Amekirimu na kuwapa maskini,
haki yake yakaa milele, pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Haupendi hayo mambo? Beautiful. Pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Nini maana pembe? Uwezo wake, potential yake, nyota yake, kesho yake itatukuzwa kwa utukufu. Asi yake ataona na kusikitika. Asi yake ataona na kusikitika, atasaga meno yake na kuyeyuka, tamaa ya wasi wake itapotea. So that's very important. 45 Zaburi mstari wa 7 na 8. Nazungumzia kitu gani? Ukitaka kujenga na kufanikiwa, fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Usiache uovu kwa kushinda wakati wote wa maisha yako. Fanya yaliyo mema na adili. Biblia inasema umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Yaani kifika kwenye pointi ya dhuluma, haupaswi kuwa na dislike, unapaswa kuwa na hate. Kuna tofauti kati ya dislike na hate. Dislike ni sijapendezwa nalo, sijakubaliana nalo. Ila hate ni kuchukia. Kuchukia ni tofauti na kutokupendezwa na kitu. Kuchukia ni kuchukia, na kutokupendezwa na kitu ni kutokupendezwa na kitu. Inasema hivi, amechukia dhuluma. Umependa haki, umeichukia dhuluma. Angalia, ukifika point unaichukia dhuluma, kuna kitu kinaendelea pale. Kwa hiyo Mungu wako amefanyaje? Amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzio. Kwa hiyo unaona sasa, watu napakajwa mafuta ya kibali. Furaha maana yake ni kibali. The oil of favor. Hebu naomba Kiingereza chake. Amepaka mafuta ya furaha kuliko wenzao. Gladness. Kingine, above thy fellows. Marking you out as king from among your dear companions. Marking you out as king. Yani manake Mungu anakutofautisha. Mafuta fulani ni kwamba mafuta kukutofautisha. Mark out. Anakupa alama ya utofauti manake. Kutoka kwa wale fellows, peers, wale ambao mnafanana nao. Very important. Turudisha kwenye Kiswahili. Angalia, Mungu wako amekupaka mafuta. Yani ukianza kutenda mambo yako kwa usahihi kwenye kila nyanja, yani kwenye kila nyanja, unanunua bidhaa, unauza, kuhusiana na yule ndugu yako, rafiki yako, yale mambo yani ya yote. Ukifanya mambo yako kwa haki ukaichukia dhuluma, Mungu anakupaka mafuta ya kibali ya kukutofautisha kuliko wenzako. Angalia mstari unaofuata wa 8. Biblia inasema hivi, mavazi yako yote hunukia manemane na udi na mdalasini. Katika majumba ya pembe vinubi vimekufurahisha. That is favor. That is favor. Huu ni upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Hello, Bwana Yesu asifiwe. It's very important. Jifunze kufanya haya. Na hii itakusaidia sana kwenye affairs zote za maisha. Affairs zote za maisha. Jifunze kutenda haki, chukia dhuluma. Hilo ni jambo la kwanza. Ukitaka kujenga na kufanikiwa, fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Yaani jifunze kujua mipaka ya mambo. Hapa hata kama mambo yote ni halali, lakini si yote yanafaa. Ni halali kabisa kumfanyia mtu kitu, lakini sio vyote vinafaa. Am I communicating? Ni halali, lakini sio vyote vinafaa. Kwa mfano mimi nakaa na Peace nyumbani kwangu. Peace anafanya biashara. Nikamwita nikamwambia hivi, lazima uchangie nani luku. Ni halali, si halali mke wangu. Kwa sababu anakaa nyumbani kwangu. Sipati picha. Ambia Peace lazima uchangie. Mfano sio mzuri sana. Imagine. Atasemaje? Kwa sababu anapenda kukaa, atasemaje? Nitafanyaje? Nitachangia. Lakini kile kimpaka cha busara kile kidiscretion hakiko sawa. Hakiko sawa. Yaani ni halali kudai hiyo hela, lakini sio vyote vinafanyaje? Vinafaa. Ni halali kufanya hivyo, lakini sio vyote vinafaa. Mungu akishakupa watu chini ya nyumba yako, if they eat, rejoice. Rejoice because unapanda mbegu. Yasema hivi, mchana panda, jioni panda. Usizuie mkono wako, kwa sababu hujui ni ipi itafanyaje? Itaota. Yaani hivi unapowatendea watu mema, hujui katika wale unaotendea mema yupi atakuja kukufaa. Na bahati mbaya wanaowafaga watu ni wale vichwa vibaya. Ndio unapaswa kufanya mambo yako kwa haki. Yaani wale ambao hawako fair. Watoto wote, na Mungu anawakumbuka, si kwa nini Bwana? Yaani
Yaani mtoto akishakuwa mtukutu sana kwenye familia, baba ampendi, mama ampendi, mpaka naye anajijua za watu wote hawampendi, Mungu anamkumbuka yeye. Anamtembelea yeye, hapo anamuinua yeye. Pamoja na ile hali yake, God is very God of balance. Mungu anajua balance. Ndio maana nilisema kwa Mungu angehesabu makosa yetu, hakuna ambaye angesimama. Ana balance. Ndivyo watu wengi mlivyo. Ndivyo watu wengi mlivyo. Hauna balance ndani ya roho yako. Yaani roho yako chako kana balance. Hasa kina mama hamnaga balance. Yaani mioyo yao ni mepesi sana. Ndio maana tunapata shida mkianza kuwa viongozi. Kwa sababu moyo ni mwepesi mno. Yaani moyo wako ni mwepesi sana. Kadogo tu uko nje ya mstari. It's a problem. Yes. Na Mungu akukusudia mwanamke awe kiongozi. Hasa kwenye ngazi kuanzia ya familia. It's terrible. Nenda kaangalia wanawake. Analipo mshahara. Yaani kalevo kadogo tu cha uongozi. Cha kutangulia kiuchumi. Mwanamke, nisikilize. Mwanaume anamlisha mwanamke miaka miwili mfululizo. Siku mwanamke apate kazi, alafu ailishe familia sio kwa miaka mfululizo, kwa siku ngapi? 3 mfululizo. Moto wake sio mdogo pale. Inakuonyesha kama injini yake ni ndogo mno. Ni ndogo mno. Mnafahamu vile vibasikeli vilikuwa vinapachikwa injini kama ya pikipiki. Siwezi kuendelea kuongea mengine. Ile injini ya mwanamke ni ndogo mno. Akianza kulisha tu, hamna amani huko ndani. Anaanza kutengea ongei. Ndivyo ilivyo. Na ndio shida wanawake wengi. Wanawake wengi hamko sawa kwenye mahusiano. Hamko sawa. Yaani ni watu wa namna hiyo, mnapenda kugombana haraka. Ni kwa sababu ako kampaka cha busara. Hamna. Wengi mko emotion. Nashangaa baraka ya Mungu inakuwa haipo. Sema nimesikia. 2. Ondoa kila ambacho ni chukizo machoni pa Mungu. 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 Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 3. Tuko hapo kwenye mistari. Kwa hiyo manake asa kufanikiwa kwake, kujenga na kufanikiwa kuliamuliwa na kutenda mema na kutenda adili. Lakini 2, aliondoa mambo yote ambayo yalikuwa ni chukizo machoni pa Mungu. 2, ondoa kile ambacho ni chukizo machoni pa Mungu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 3. Maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera. Hii kijana alipofika hapo, alikuwa kijana mdogo, alipofika akaanza kufanya hayo na Mungu ikamfurahisha sana. Ukiondoa kitu ambacho kinamchukiza Mungu, utamwona Mungu anakuja hapo. Kwa sababu ndio kitu ambacho kilikuwa kinamuondoa Mungu kwenye ile eneo. Ukiondoa maana yake anakuja hapo. Anajifunua hapo. Kwa akaondoa hivyo vitu. Ukienda kusoma kule mbele, hakuisha kuviondoa, alikuja kumuondoa mpaka na mama yake, akamshusha daraja. Kwa sababu mama yake ndiye alikuwa ni kuhani kwenye haya mambo. Baadaye alikuja kumshusha daraja mama yake. Asa mnisikilize, najua hili linaweza likakusumbua ukasema hili naona kama alinihusu kwa sababu nyumbani kwangu hakuna mashera, kwa maisha yangu hakuna madhabahu za kigeni. Twende kwenye Mithali sura ya 6 mstari wa 16 hadi wa 19 nitakuonyesha. Ni rahisi tu. Mbona utavipata? Vitu vya kuviondoa, utavipata vingi sana. Ni vile tu hujasoma Biblia. Hivi ni vitu vya kuviondoa na vyote vinavyofanana na hivi. Sasa naomba kila mtu afuatilie Biblia. Naomba concentration, mpaka na kina mama wenye watoto. Concentration. Biblia inasema hivi, kuna vitu 6 anavyovichukia. Sio asivyovipenda Bwana. Anavyovichukia. Yaani Mungu akitazama kutokea mbinguni anachukizwa na kuchukia. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake. Yaani Mungu akiona anacha kwanza, mstari wa 17. Watu hawajawahi kufundishwa, mimi nawaambia. Mimi naendaga kuona watu waliokoka maofisini. Unaenda unamuuliza mtu, "Samahani dada." Anakuangalia mguuni namna hii. Na kusikia ulikuwa unasemaje? Watu wanafikiria kama ni kutunza title yako, ni kutunza status yako, lakini cheki maandiko. Watu wasomage Biblia.
Watu wangekuwa wanasoma Biblia wangekuwa wanyenyekevu sana. Moja ya kitu ambacho ni chukizo mbele za Mungu ni macho ya namna gani? Ya kiburi. Mwangalie jirani yako kwa jicho moja. Yaani nafikiri mnanielewa. Kuna jicho fulani la kukata kwenye kucha. Mpaka unaona jamaa ameniona kwenye kucha peke yake. Kuna jicho la kukata kwenye miguu, unaona kabisa jamaa kaniona hapa yani. Macho ya kiburi. Yaani ukimtazama mwenzako kwa jicho la kiburi, Mungu anachukizwa mbinguni. Na anatamani akushushe muda huo huo. Sababu kiburi cha mtu kitamshusha. Macho ya kiburi. Yaani manake kumwangalia mtu tu low. Kumshusha mtu kwa ndani. Yaani macho ya kiburi manake ni macho ya kumshusha mtu kwa ndani. Huyu ni nani? Huyu ni wa wapi? Macho ya kiburi. Kumwangalia mtu kwa jicho fulani ambalo halina heshima, halimpi thamani ya kama ni mwanadamu mwenzako. Ila unamwangalia kwa jicho ambalo unaonyesha kwamba ni kama mbuzi amekusimamisha. Ni hatari, ni chukizo machoni pa Mungu. Na ndivyo watu wengi walivyo. Mungu mbinguni anakuangalia anasemaje? Natamani nikushushe sekunde hii. Kwa sababu kiburi cha mtu kitamshusha. Macho ya kiburi. Nimekaa na mke wangu, amekaa na watu wengi sana. Hiki ndio kitu ambacho kinafanyika ni mheshimu mke wangu. Yaani ukinitafutia sababu kwa nini na mheshimu mke wangu, ni namna alivyoweza kuishi na namba za namna mbalimbali. Watu wa namna mbalimbali. Tena sasa hivi angalau wako sawa. Hawana shida kabisa sasa hivi. Ila amekaa na watu wa namna mbalimbali. Unajua una wakati mwingine unamlea mtu lakini anakuangalia miguuni. Yaani wewe ndo sababu yeye kula. Ila anakuangalia miguuni, anakuangalia kwenye mikucha zako ni kama zijasafishwa. Yaani wewe ndo unamlisha yani. Dunia na mambo. Yaani ukiona mtu kesho yuko chini. Yaani akitoka ufunguni hivi Yesu anambia rudi hapo. Hata kutoa rudi hapo. Yaani mambo bwana usipoyafundisha kwenye level fulani, mtu anakuwa anajihesabia haki, hayamhusu yeye. Macho ya kiburi. Haya, angalia kinachoendelea. Ulimi wa uongo. Hiko ndio kitu hujai kuambiwa. Yaani kila sekunde umeongea uongo, Mungu anachukia sana mbinguni. Unajua kwa sababu gani? Sekunde hiyo uko baba mwingine anaitwa Shetani. Ndio baba wa uongo, yani pionea wa uongo, mwanzilishi, founder wa uongo. Kwa ukiongea ka uongo kadogo, Shetani anaga uongo mdogo. Yaani ndani hizo sekunde amekuzaa Shetani. Kwa sababu ndio baba wa uongo. Ukiongea uongo manake umekuwa baba yake kwa sekunde kadhaa. Hivyo vitu hatujaambiwa. Ndio nakata kona ya polisi hapa. Huko usalama wa taifa. Yaani imagine toka muda ule umeongea uongo mpaka unaenda kati hiyo kona, unaweza kufa hapo katikati. Kwa sababu sofa Mungu amechukia hivyo. Haya. Ondoa kila ambacho ni chukizo machoni pa Bwana. Kumbe uongo nini? Chukizo machoni pa Bwana. Ndio kitu hujaambiwa. Ni chukizo machoni pa Bwana. Yaani ukiongea uongo kila sekunde umeongea uongo ni chukizo machoni pa Bwana. Alafu kingine, mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Unajua kumwaga damu isiyo na hatia zamani ilikuwa ni kumuua mtu. Lakini sasa hivi ni kumfanyia mtu jambo baya. Ni kumfanyia mtu jambo baya. Mtu uovu. Unapomfanyia mtu jambo baya una mikono yenye damu. Yaani kwa mfano mtu alikuwa na shara fulani kwako, usimpe, una mikono yenye damu. Yaani akiwa na semaje, hajanipa nimehangaika nimefanya ile kazi, I'm very sensitive. Mtu wote akifanya kazi nyumbani kwangu nikamwambia nitampa hela, I'm very sensitive. Mke wangu anajua. Very sensitive. Kwa sababu akiondoka hapa anasemaje, niko mchungaji tu, unajua hapa kwa mafuta. Yaani unakuwa kanisani umeshika maiki lakini mikono ya damu. Mikono ya damu. Watu wengi hawajui ya kwamba hiyo ni mikono ya damu. Ulipaswa kumpa mtu fedha fulani, umeanza kumzungusha maana una mikono ya damu. Haya ndo mambo ambayo kanisa halijafundishwa vizuri. Yes.
Watu wanatembea na mikono ya damu. Kwa mfano, hivi unajua ni kiasi gani ulipaswa kumpa mtu mshahara unao mfukoni, na hii ni wiki nzima unamzungusha, ana watoto unamtegemea, ana mke anamtegemea, ana mambo, na ulichukua muda wake ukautumia unavyotaka wewe, alafu unamzungusha na ile unayo mfukoni. Unajua ni laana. Yani toka hiyo fedha imekaa kwenye mfuko wako, umekaa na laana, inakutafuna, inakula mwenyewe, inakuzuia mbele. Ndio Wakristo wengi hawajafundishwa hivi. Kabili cha kazi amekambia atakalipa. Yani mimi mtu nikimwambia nitakulipa kwa hiyo kazi, alo, ikifika huo muda naanza kuona alamu inapiga ndani, unapaswa kumlipa huyu mtu, na mke wangu ni shahidi. Haya ndio mambo agatuambii tunayafanya vijini vidogo vidogo. Nyinyi mnafikiri kwa sababu ana watu wengi. Unajua mchungaji sasa hivi anaonekana na hela kwa sababu watu ni wengi kanisani. Haipo kwenye watu wengi. Kuna wachungaji wana watu wengi zaidi ya hawa, na maisha ni magumu. Haipo kwenye watu wengi. Kwa sababu hata watu wengi Mungu akiwafanya miguu yao ije kanisani ila mioyo yao ibaki nyumbani, watakuwa. Wataweza kuja kanisani ila watoi. Hivyo hasa ndivyo ilivyo hata kwenye maisha ya kawaida. Umemwambia mtu hivi, wewe nisaidie kulima hizo nyasi hizo. Sasa hivi ana wiki nzima. Unamwambia njoo kesho. Njoo kesho. Njoo kesho. Yani nyasi tu ulipaswa kumpa shilingi 10,000. Alimelime pale nje nyasi tu. Hii ni wiki ya pili ya. Njoo kesho. Yani umekuta umeichukua. Toko umekaa na hako kwa 5,000 ndo kana kuzuia yani. Hakuna tamko la madhabahu litakaondoa hako. Hapo sasa. Hapo sasa. Hapo kila mtu anajifahamu mwenyewe. Yani hayo mengine tuyaacha. Yani hayo baki mwenyewe tu kimya kimya. Ndivyo ilivyo. Vijana wananichuaga hawa bodaboda, wananiheshimu hawa vijana kwa heshima kubwa sana. Unajua kwa sababu gani? Mimi na tabia fulani hivi ya tofauti kidogo. Nikikuchukua bodaboda, naweza kukaa mahali nikasimama dakika 20. Nipo nachagua nguo tu, au nipo nimekaa tunanunua kitu fulani, au nafanya jambo fulani. Anakaa pale dakika 20. Alafu baadaye namchukua tunarudi. Namuuliza hivi, shilingi ngapi? Ananiambia 3,000. Nikipiga mahesabu ya muda, nimekaa na huyu mtu dakika 25 kuelekea 30, nampa 5,000. Mimi namlipa sawa sawa. Wao wananiogopa. Naambia tu 3,000 inatosha tu, lakini walipaga juu yake kwa sababu napiga mahesabu ya muda. Nimekaa na mtu nusu saa. Ndivyo waga nafanya hivi. Unaweza kuondoka pale mtu anambia hivi, naomba tu 2,000, anambia yule anakaa na wewe muda wote, alafu akiondoka pale anakuwa anakopa shilingi 2,000 yule. Lakini pale alikwambiaje, naomba tu hiyo. Akitoka pale anakuonyesha kwamba una damu mkononi. Tuache hiyo. Twende. Cheki inayokuja. Yajayo yanafurahisha. Cheki inayokuja. Hiki kuja kuambiwa hiki. Someni kwa sauti. Soma kwa sauti. Ilo tulimaliza, tuliacha hapo. Yani ilo tutamaliza mwenyewe. Jikalisha tu na wazawaza mawazo mabaya. Mungu anachukia. Ni chukizo mbele za Bwana. Yani ukiwa nawaza mawazo mabaya ni sawa na wale ambao walikuwa na maashera wanayaabudu. Yani manake moyo unawaza mawazo mabaya ni kuna kitu na kicha, sio Mungu. Alisemaje Ayubu? Lile ambao nililiogopa lilinijia, nilichalo lilinijia. Unajua kuogopa kitu manake ni kukipigia magoti. Kukiogopa manake ni kukisujudia. Unavyowaza mawazo mabaya manake lile jambo baya unakuwa unaanza kulipa picha fulani ya kukuharibu, ya kukuzuia, ya kuletea hasara. Kwa maana kwa kifupi unalicha, unaliogopa. Naomba Ayubu 3:25. Ayubu 3:25. Nikufundishe kitu hapo. Ayubu 3:25. Ayubu 3:25. Ayubu 3:25. Kwa ajili ya faida yako. Ayubu 3:25. Muone hiyo kitu. Dangerous. Moja mistari hatari sana. Ukijua hii utaacha kufanya baadhi ya vitu nakwambia. Maana jambo hilo nilichalo unipata. Yani kitu ukiwa unawaza mawazo mabaya, unakiogopa moyoni, kinakupata. Yani umesha tabiri kwamba kinakupata. Nalo linitialo hofu unijia. Yani kama unalihofu jambo fulani linakujia. Umelifungulia mlango wa kuingia nyumbani kwako. Unawaza mawazo mabaya. Mawazo mabaya ni chukizo mbele za Mungu. Mungu anakaa mimi nisemaje, huyu mtu ana shida gani eti? Mimi nampangia mipango ya amani.
nawaza mawazo ya amani kwa habari yake, yeye amekaa nawaza mawazo mabaya. Moyo wazao mawazo mabaya. Tuendelee. Alafu kingine nataka nifundishe kitu hapo ambacho je ukisikia, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Hapo nataka niwafundishe kitu ambacho hujawahi kukisikia. Miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Naomba niwape scenario kadhaa. Umesikia watu wanapigana nje, unatoka unakimbia. Nisikilize, moja kitu Mungu anakichukia niko. Mungu anachukia hiyo kitu. Mungu anachukizwa na hiyo kitu. Yaani maana tusi mechi unatoka unaanza kuchungulia. Unajua kwa nini Mungu anachukia? Ni kwa sababu anaweza kurusha jiwe, walikuwa wanagombana, ukashangaa hipa ukafa hapo. Ashangaa umetokezea mbinguni, umbea huo. Ni maana kuingia mbinguni na umbea. Dangerous. Umeona kwa mfano kuna ajali imetokea mahali fulani, usikimbie haraka. Miguu inakimbilia kwenye maovu. Yaani kutokea jambo bando, unamwona huyu mtu anakimbilia yuko huko, ni hatari sana. Ni hatari sana. Nashangaa unaharibu maisha yako sekunde ile. Ninasema hivi, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu. Na hapo napaswa kujipima. Siku moja niko nyumbani, nakaa kwa nyumba fulani. Kuna wakati tulikuwa tunaishi kwa nyumba fulani, iko maeneo hapa. Nikasikia kuna kitu kinaendelea nje. Nikasikia mguu unataka kutoka. Nikakumbuka umsa, sikutoka pale. Wala hata kuchungulia dirishani. Unajua ni adhabu ya mwili. Kwa sababu ndio mambo yanapenda mwili. Ni adhabu, yani maana yake umewadhibu mwili kwa kifupi. Kwa sababu mwili unapenda kukimbilia kwenye maovu. Unapenda kuchungulia nini kinaendelea. Ni hatari, hivyo vitu havifai. Au niwaambie tabia ya kukimbilia kwenye maovu, kwa nini Mungu haipendi? Umeenda pale, pop! Alafu na polisi wameingia, wanakukamata, tupe. Unashangaa, yani kufuma na kufumbua uko mahakamani, shahidi wanakukamata. Shua tell Mungu hapendi hiyo kitu, ni chukizo mbele za Mungu. Miguu inayokimbilia kwenye maovu. Hasa hayo ni moja mambo unapaswa kuyaondoa kwenye maisha yako. Amen. Yaondoe kwenye maisha yako. Mawazo mabaya, ulimi wa uongo na vinavyofanana na hivi, ondoa kwenye maisha yako. Utaanza kuwa mjenzi mzuri na utajenga na kufanikiwa. Sema amen. 3, mtafute Mungu na kuliishi neno lake. 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 Yes, kumtafuta Mungu na kuliishi neno lake itakusaidia kuwa mjenzi. Tena mjenzi mzuri, utajenga na kufanikiwa. You will build and prosper. Mtafute Mungu na kuliishi neno lake. Mambo ya Nyakati wa Pili, tuko pale pale sura ya 14 mstari wa 4. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 4. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 4. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Kwa maana yake ukianza kumtafuta Bwana alafu ukawekeza kuliishi neno la Mungu, unajua kabisa umeanza kujenga. Na kama unajenga hilo jambo na utafanikiwa. Utafanikiwa bila shaka, utafanikiwa. Hii ni mistari ambayo udini unakuonyesha ni ya kawaida kwa sababu tunaisoma mara kwa mara. Lakini mtu wa rohoni hawezi kuisoma kikawaida. Kwa sababu hii ndo kwa hii mtu alijenga akafanikiwa. Kwa maana yake na Mungu ni yeye yule. Ukimtafuta Bwana alafu ukatembea kwenye neno lake, unafanikiwa. Yes, unafanikiwa. Na hiyo kumtafuta Bwana kwa wahubiri wa kizazi chetu wangeipinga sana. Lakini kumtafuta Mungu, seeking God, kumtafuta Mungu ni dhana ya kimahusiano. Yaani maana kwenda kwenye kina cha mahusiano, kwenda kwenye kina cha mahusiano. Huko ni kumtafuta Mungu. So seeking God is all about relationship. Ni swala la kimahusiano. So swala la tukio.
kwamba namtafuta hivi. Ni swala la kimahusiano. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Haina maana kwamba alikuwa aonekana. No. Ila mtafuteni, unapoingia kwenye kina cha kimahusiano anaanza kujifunua kwa level fulani, ndio kupatikana kwake. Yaani kupatikana kujifunua. Hivyo na bado unaweza kuwa na rafiki, alafu umetembea naye mwaka mzima, kuna mambo bado hajawahi kuambia. Si ni sawa? Ila una mwaka mzima unatembea naye, ila kuna mambo hajawahi kuambia bado. Kwa hiyo ndani ya mwezi fulani anakuambia jambo fulani. Anatulia, anakucheki. Kadiri hapo unazidi kwenda kwenye kina cha kimahusiano na yeye, anaendelea kuambia yale mambo ya kina. Baadaye mpaka anakuambia hivi, ngoja nikwambie jambo ambalo sijawahi kumwambia mtu yeyote. Ukifika hapo, ujue urafiki umekomaa sasa. Hata kwenye ndoa. Sisi ni mwili mmoja, sio roho moja. Ila mchakato wa kulishi neno la Mungu unaweza kupelekea mkawa roho. Mkiingia kwenye ndoa hamui roho moja. Biblia inasema hivi, si wawili tena bali mwili mmoja. Yaani tunakuwa mwili mmoja. Lakini sio roho moja. Ila mkilishi neno la Mungu vizuri, mnaweza mkawa roho moja. Ni muhimu kujua hayo. Sababu watu wanaoga na ashumu. Ndio maana imani alionayo mke wako sio yako. Sasa mtu anaweza kuingia kwenye ndoa akaanza kumwambia mke wake mambo kwa fezi. Au mwanamke anamwambia mume wake mambo kwa fezi kulingana na ukuaji wake. Yaani anaangalia hapa nikija kuligusa hili tutaanza kesi mpya hapa. Kwa anamwambia kidogo, na maana lazima angalau uolewe na mtu unayemwelewa kidogo. Anakuambia hivi, kuna jambo sijawahi kuambia, unashangaa miguu inatoka majasho. Umeona miguu inatoka majasho? Ndio hoja kuoa au kuolewa. Yes, bado hamjui vitu. Niambia kuna jambo utakuwa sawa, lakini nikwambie una ujasiri. Hapo tayari miguu inatoka majasho. Hata kama nilikuwa nakutania. Shangaa unavuja jasho miguuni unafuta. Mimi naambia subirini muingie kwenye ndoa. Moja neno gumu kwenye ndoa. Mke wako akikwambia tuna mazungumzo, hamu ya chakula inaishaga hapo. Kila kitu kinaishaga hapo. Hamu ya kila kitu inaishaga hapo. Unaanza kuuliza, Mungu nimekosea wapi? Nimekosea wapi? Si zaidi sana kuambia hivi, kuna jambo leo kunipata, lakini sijui nikwambie. Sasa hiyo inaamuliwa na kina cha kimahusiano. Ndivyo alivyo Mungu. Mtafuteni maadamu anafanyaje? Anapatikana. Kwa unapoingia kwenye kina cha kimahusiano, anajifunua kwa level fulani. Anajifunua kwa level fulani. Kwa hiyo na kuliishi neno lake. Haya unafikiri nimeyazungumza mara nyingi sana. Twende namba 4. Namba 4. Mtegemee Mungu kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Total dependence on God. Mtegemee Mungu kwa moyo wako wote. Total dependence on God. Mtegemee Mungu kwa moyo wako wote. Usibakishe kitu hata kimoja. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 mstari wa 9 hadi wa 13. Kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1000 na magari 300, akaja Maresha. Mstari wa 10, akatoka Asa Amlaki manake amkabili, lugha nzuri. Wakapanga vita Mareshi bondeni mwa Sefatha. Naye Asa akamlilia Bwana. Alipoona shida iko mbele yake, akamlilia Bwana. Mimi nawaambiaga hivi, machozi utakayoyamwaga kwenye uwepo wa Mungu. Machozi utakayoyamwaga kwenye uwepo wa Mungu ndio malighafi ya kutengeneza ushuhuda wako. Hivi nimesemaje? Machozi utakayomwaga kwenye uwepo wa Mungu ndio malighafi ya kutengeneza. Je, hili jambo sio kubwa jamani? Machozi utakayomwaga kwenye uwepo wa Mungu ndio malighafi ya kutengeneza ushuhuda wako. So far bila sema hivi, maombi ya watakatifu pia ni manukato mbele za Mungu. Kwa hiyo kule kulia mbele za Mungu, unalia mbele za Mungu kwa ajili ya jambo fulani, ujue iko Mungu anatumia kama malighafi ya ushuhuda wako. Akamlilia Bwana. Unajua nini maana mfalme wa kumlilia Mungu? Mfalme ana kila kitu, anaweza kutoa hela, akakodi jeshi, anaweza kujitumua akaondoka. Lakini huyu akamlilia Bwana Mungu wake. Akasema, Bwana pana kuliko wewe aliwa kusaidia. What a words. Aliwa kusaidia. Kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Mungu anaweza kusaidia kwa mtu hodari,
anaweza kusaidia pia kwa yule ambaye ni dhaifu, ana nguvu. Utusaidie Mungu, Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe. Yaani manake ujasiri wetu wa mwisho ni wewe. Na kwa jina lako tumekuja juu na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana, wewe ndio Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Wow. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa, mbele ya Yuda, na Wakushi wakakimbia, akashinda. Mstari wa 13, Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakamfuata mpaka Gerari, na wengi wakaanguka, na Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele za Bwana na mbele za jeshi lake, na hao wakachukua mateka mengi sana. Ni Bwana ndiye aliyewaangamiza. Kwa hiyo andika hivi, ukimtegemea Bwana, Mungu ndiye atakayepigana vita yako. Ukimtegemea Bwana, yeye ndiye atakayepigana vita yako na ndiye atakayekushindia. Ukimtegemea Bwana, yeye ndiye atakayepigana vita vyako na ndiye atakayekushindia. Yaani kumtegemea Mungu manake ni kumpa kesi Mungu. That's powerful. Kumtegemea Mungu manake ni kumpa jambo lako Mungu. Ukiwa na ujasiri wa mwisho kwa Mungu manake umempa jambo lako Mungu. So total dependence on God is just handling your case to God. Yaani kumtegemea Mungu kwa moyo wako wote ni kumpa Mungu jambo lako. Vita vinakuwa ni vya kwake, sio vya kwako. Nafikiri imeeleweka vizuri. Jifunze kumtegemea Mungu. Jifunze kulia mbele za Mungu, usilie mbele za mwanadamu. Jifunze kupiga magoti mbele za Mungu. Ipeleke kesi, lipeleke jambo mbele za Mungu, na aone hauna option nyingine ndani yako isipokuwa yeye. Ajiona yuko peke yake. 5, kuwaheshimu na kuwasikia watumishi wa Mungu. 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 Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 10. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15. Twende kwenye sura ya 15. Utasoma sura ya 15 yote, lakini mimi nitasoma mstari kadhaa. Ndipo roho ya Bwana ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa yule mtumishi wa Mungu, na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi. Mkiwa pamoja naye, that is a conditional sentence. Ni kigezo iko. Ni wanapewa hali. Mkiwa pamoja naye, nanyi, mnaona haya maneno mnayafuatisha? Nataka nijue mnayafuatisha? Nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. So akaendelea kuongea haya maneno. Nataka tufike mahali tena kurudia mwenyewe. Mstari wa 8. Mstari wa nakimbia kwa mstari wa 8 apostle. No, nataka wote tusome mstari wa 8. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Ndio. Akafanyaje? Rudia tena. Akafanyaje? Rudia tena. Akatiwa nguvu. Ukifika level ambayo anachokisema mtumishi wa Mungu na kutia nguvu, akatiwa nguvu. Ikifika level ambayo unasikiliza na unachokisikiliza kinakutia nguvu, unaenda mzee. Unajenga na unafanikiwa, unapiga hatua. Ila ukisikiliza nilienda tu kanisani, amefundisha, that's very wrong. Ukisikia katiwa nguvu, ujue unaenda. Akasikia katiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi. Yaani akatiwa nguvu kuyafanya mapenzi ya Mungu, akatiwa nguvu kufanya kile ambacho Mungu anakisema. Angalia kipengele kinachofuata. Akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwa mbele ya ukumbi wa Bwana. Akasikia, akatiwa nguvu. Alafu mstari wa 9, akakusanya Yuda wote na Benyamini, na hao wageni waliokaa kwao, na Efraim na Manase na wa Simeoni, kwa kuwa walimwangukia wengi katika Israeli, walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Mstari wa 10, basi wakakusanya huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 wa kumiliki wake Asa, wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizozileta dhabihu za ng'ombe 700 na kondoo 1000. Wakafanya agano ya kwamba watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na roho zao zote. Alisikia maneno ya mtumishi wa Mungu. That's why alijenga akafanikiwa. Alipomsikia mtumishi wa Mungu alitiwa nguvu. Wanisikilize. Ukishaona ya kwamba kila ukiingia hapa ibarani, kila wakati ukisikia unatiwa nguvu,
unatiwa nguvu kuyafanya mapenzi ya Mungu, unatiwa nguvu kuyaendea yale mashauri ya Mungu, unatiwa nguvu kufanya mambo kwa usahihi, unatiwa nguvu kutembea kwa lile neno, ujue unajenga na unafanikiwa. That's very important. Waebrania 13:7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Watu wanaokuambia neno la Mungu waheshimu sana. Mheshimu mtu anayekuambia neno la Mungu. Mheshimu sana. Tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Mheshimu yule ambaye anakuambia neno la Mungu. Nasoma maneno yako kwake. Unapoheshimu na kuwasikia watumishi wa Mungu, ujue unajenga na kufanikiwa. Sema ninasikia. Sema kwa sauti. Good. 6. Moyo mkamilifu mbele za Mungu. Ukitaka kujenga na kufanikiwa, uwe na moyo mkamilifu mbele za Mungu. Moyo mkamilifu mbele za Mungu ni mtaji wa kusaidia kujenga na kufanikiwa kwenye kila eneo. Kujenga na kufanikiwa. Perfect heart. Moyo mkamilifu inakusaidia kujenga na kufanikiwa. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 15 mstari wa 17. Lakini mahali pa juu hapakuondolewa katika Israeli, ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote. Ulikuwa mkamilifu siku zake zote mpaka alipokuja kuharibu mambo. Yaani moyo wake ulikuwa ni mkamilifu. Moyo wake ulikuwa mkamilifu siku zake zote. Ukamilifu wa moyo wako utakusaidia kujenga na ukafanikiwa. Ukamilifu wa moyo wako, usafi wa moyo wako. Hebu andika Zaburi sura 19. So, ukamilifu wa moyo. Niliwaambia nimekupa homework ya kusoma Zaburi sura ngapi? Ya 19. Ukianza kusoma mstari wa 9 na mstari wa 10. Inasema kwa habari ya neno la Mungu, ahadi za Mungu. Lakini nafikiri niende mstari wa 11. Tena mtumishi wako huonywa kwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni nani aweze kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Ukamilifu wa moyo ni wa muhimu sana. Jifunze kumwambia Mungu, nitakase na mambo ya siri. Kuna mambo unayafanya ukiwa juu ya kwamba unakosea, lakini kumbe mbele za Mungu unakosea. Ndio maana jifunze kuwa na ile dhana ya kuomba rehema mbele za Mungu kila wakati. Mungu ni rehema. Hata kwa wale mawazo ambayo mimi nafikiria kwamba yako sahihi, lakini kumbe yako sahihi mbele zako. Jifunze kuomba rehema mara nyingi. Yaani uwe na hii dhamiri ndani yako. Am I communicating? Nafikiri imenisaidia sana. Mara nyingi kila ndani ya muda fulani, amount ya muda fulani, waga nakwambia Mungu, naomba rehema zako. Tunawaza vitu vingi. Nisikilize kwa makini. Tunawaza vitu vingi. Tunaongea vitu vingi. Tunafikiri vitu vingi. Tunatafsiri vitu vingi. Vingine tunakosea kutafsiri. Tunakosea kuwaza. Tunakosea kuongea. Ndio maana mara nyingi jifunze kumwambia Mungu, naomba rehema zako. Na Mungu, naomba usafishe dhamiri zangu kwa neno lako. Nitakase na mambo ya siri. Alafu angalia tuendelea kusema, umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yes, nitawale mimi. Nami nitakuwa safi, sina kosa leo kubwa. Unaona? That is the perfection of heart. Ukamilifu wa moyo. Ukamilifu wa moyo ni pale unaponyenyekea mbele za Mungu kila wakati. Nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana aliye hodari ili awakweze kwa wakati wake. Kwa sababu mtu anayenyenyekea Mungu mkweza. Jifunze kunyenyekea kila wakati. Ye Mungu, naomba rehema zako. Unapoamka asubuhi, jifunze kuomba rehema mbele za Mungu. Usiingie tu mbele za Mungu, repaya, sheliba, kapandia. Ile ni jamaa. Ile ni jamaa hili. Jifunze unaenda mbele za Mungu, unamwambia Mungu, kwa ajili ya asubuhi nyingine njema, asante kwa rehema zako. Nimepata siku mpya, sio kwa sababu ya nguvu zangu, ni kwa sababu umenirehemu. Wewe ndio umeinua kichwa changu. Ninaomba rehema zako siku ya leo. Jifunze kuongea maneno. Naongea na mtu yatakusaidia sana haya mambo kama ukiaishi. Kabisa tutapanda juu na tutaenda mbali. Yatakusaidia sana kama usipoyaacha hapa ibadani. Kwa mwisho kwa leo natamshukuru Mungu, tutamalizia hapo. Jenga madhabahu binafsi. Ukiandika jenga madhabahu binafsi, kwenye bracket andika imarisha mahali pako pa siri. Kwenye Nyakati wa Pili sura 15 mstari wa 8. Naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yaani unabii wa mwana wa Oded nabii, akatiwa nguvu, akaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamin, na katika miji aliyoitwaa milimani mwa Efraim, akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana. Akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana. Hebu sema kwa sauti, akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana. Sema tena kwa sauti, akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana. So jifunze kujenga madhabahu binafsi na Mungu. Tena jifunze kuimarisha kila wakati. Imarisha eneo lako la siri kila wakati. Yaani hakisha kila wakati kiwango chako cha kuomba kinaongezeka, shauku yako ya maombi inaongezeka, bidii yako na Mungu inaongezeka, bidii ya mikesha inaongezeka, bidii ya kufunga na kumtafuta Mungu inaongezeka. Hakikisha inaongezeka kila siku. Jipime kwenye hayo. Jipime kwenye hayo. Hakikisha inaongezeka kila siku. Uwezo wako wa kusikia unaongezeka. Kila wakati jifunze, unakuwa unaangalia. Uwezo wako unakuwa waga huko hivyo hivyo.
Unapoimarisha mahali pako pa siri, huo ndo msingi mzee unaoamua jengo lako lenda wapi. Si ni sawa? Nazungumzia habari za kufanyaje kujenga na kufanikiwa. Kwa msingi ni madhabahu binafsi. Madhabahu binafsi ndio ule msingi unaoamua utajenga ghorofa ngapi. Hiyo kwa sababu msingi wa choo ni tofauti na msingi wa nyumba. Msingi wa nyumba ni tofauti na msingi wa ghorofa. Tofauti, ni vitu vile tofauti. Ni vitu vitatu tofauti, vinaweza kuwa ni vinne tofauti, vitano tofauti. Kwa mfano kwa ofisi yangu akana hata msingi kwa sababu ni cha maboksi. Akana hata msingi ni cha maboksi hapo. Lakini ukitaka kujenga jitu la kuhimili mzigo mzito kule, lazima msingi uwe imara. Kwa mahali pako pa siri lazima pawe imara. Mabinti zangu, wewe unakaa mbali karibu, imarisha mahali pako pa siri. Hakisha kwamba uhusiano wako na Mungu ni wa kina kila wakati. Sema haleluya. Sijakusikia, sema haleluya.